nilivyotangulia kusema, tumekusanyika hapa kushuhudia utoaji na ugawaji wa fedha hizi katika wizara hii, takriban bilioni 7 ambazo leo nimekwisha kuzikabidhi, ikiwa ni mikopo ya masharti nafuu ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji katika programu ya BBT uvuvi kwa wahitimu waliohitimu mafunzo kwa vitendo, ambao kwa pamoja tunasema tunajenga kesho iliyo bora, si kwa maneno bali kwa vitendo yanayozalisha ajira, kipato na matumaini kwa vijana wa Tanzania. Naomba nichukue fursa hii kuungana na wazungumzaji wengine kuwapongeza sana vijana kwa ajili ya uvumilivu ambao umeuonyesha. Ni kweli vijana tuna changamoto kubwa sana ya kuwa uvumilivu katika kipindi hichi, lakini pamoja na kwamba mafunzo haya mliyapata muda mrefu, mimi binafsi sijasikia mahali popote aidha kwenye mtandao au kijana akirekodiwa akilalamika au kunung'unika kwamba tumecheleweshewa, lakini mmevumilia, na kama methali ya Kiswahili inasema mvumilivu huwa anakula mbivu, na nyie tayari mmepata mbivu kupitia mradi huu. Niwapongeze sana kwa uvumilivu wenu, lakini kwa utayari wenu pia wa kuiamini serikali kwamba pale inaposema huwa inamaanisha. Pamoja na kwamba mmesubiri, lakini leo mnaona fedha zimetoka, ndio mmekuwa wa kwanza wanufaika kwa sababu ya uvumilivu wenu na utayari wenu. Hongera sana vijana wa mikoa hii mitatu ambao tunawapa fedha hizi. Lakini ndugu waalikwa, ningependa kuhakikishia kwamba hatua hii ya kuwezesha vijana ni hatua endelevu. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imetoa mwongozo wa jumla wa namna ya kunufaika na shilingi bilioni 200 zilizotolewa tayari na Mheshimiwa Rais. Aidha, nipende kuchukua fursa hii kuipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mara nyingine, kwani wao tayari wametoa mwongozo mahususi ambao unawaelekeza vijana, na mimi nimeuona, wameushare kwenye mitandao ya kijamii, ambao unawaelekeza vijana namna ya kuomba mikopo hii pale walipo, na baadhi ya maelezo ameyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri hapa. Wageni walikwa, katika kiasi hiki cha bilioni 7 ambacho kimekabidhiwa leo kitawezesha vijana 308 ambao hawa ni baadhi tu ya wahitimu wa programu ya BBT uvuvi, hii ambayo inatekeleza programu ya ufugaji wa samaki kwa vizimba, ufugaji wa jongoo bahari, lakini pia unenepeshaji wa kaa, sambamba pia na kilimo cha mwani. Fedha hizi zinatolewa kama mikopo ya masharti nafuu ya vifaa na pembejeo muhimu za ukuzaji wa viumbe maji pamoja na posho za kujikimu. Hizi zinatarajia kuwezesha vijana 308, kati ya vijana 486 waliohitimu. Kati ya vijana 308 watakaowezeshwa, vijana 160 ambao ni hivyo vizimba, kuna vizimba 80 hapa na vizimba 40 katika mkoa wa Mara na Kagera, nafikiri itakuwa ni vizimba 40. Kwa hiyo inafanya kiasi cha vizimba 160 na kila kizimba kitakuwa na mnufaika mmoja. Na vijana 148 watatekeleza miradi ya ufugaji wa jongoo wa bahari, kilimo cha mwani pamoja na unepeshaji wa kaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa nateta hapo na Naibu Waziri, kilimo cha kaa mfano kilo moja ni 30,000 na kaa unaweza ukanepesha kwa muda wa mwezi mmoja, na ni zao ambalo linatakiwa hata ukiwa na tani 10 leo unaweza ukasafirisha katika nchi za Asia na nchi nyingi wanazohitaji zao hili. Kwa hiyo huu ni mwanzo, Mheshimiwa Waziri, na bado nadhani kuna habari njema ambayo Mheshimiwa Waziri itateta hapo, ambayo itaweza kuwasaidia vijana katika shughuli zote kwa maji yote, maji ya baridi pamoja na maji ya bahari. Mheshimiwa Waziri, katika utekelezaji wa mradi huu hususan kwenye eneo la vizimba, yako matokeo ambayo tumeshayaona. Wale ambao walikuwa ni wa awamu ya kwanza, vikundi vipatavyo 50, kwa sababu awamu ya kwanza na ya pili jumla tumeweza kutoa mikopo kwa vikundi 126. Vikundi 50 vya kwanza tulivipatia vizimba vipatavyo 222. Na kati ya hivyo vikundi 50, vikundi 37 wameweza kufanya marejesho na wameweza kwenda kwenye awamu ya pili na wengine wako awamu ya tatu. Na kupitia marejesho yao tumeshaweza kuzungusha ile pesa yenye thamani ya bilioni 2.1 imerudi tena kwa ajili ya kuendelea kufadhili miradi hii.